taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Winifred Ngasa. Kwanza muhtasari wake. Wananchi mkoani Tabora wametakiwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kulinda amani kwenye maeneo yao. Wauguzi mkoani Tabora wamehimizwa kufanya kazi kwa maadili na weledi ili kuwavusha wagonjwa na kuwa na taifa salama. Na katika habari za kimataifa, mahakama kuu nchini Kenya imesimamisha mpango wa Kenya na Marekani wa kujenga kituo cha kuwaweka karantini wa Marekani watakaopata ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Wananchi mkoani Tabora wametakiwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kulinda amani kwenye maeneo yao. Taarifa ya mwandishi wetu Avelius Vodius inasoma hapa studio na Hussein Mshenga. Kauli hiyo imetolewa na afisa kutoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, mrakibu wa polisi Dorick Mipango, wakati akizungumza katika makala maalum ya siku ya ulinzi wa amani duniani iliyorushwa na CGFM, akisema ili amani iwepo, wananchi wanatakiwa kuwa mstari wa mbele kuilinda. Kumekuwepo na sera ya polisi jamii, ambayo sera ya polisi jamii inalenga kuileta jamii kuwa karibu kabisa na jeshi la polisi ili kushirikiana katika jukumu zima la kuzuia uhalifu katika amesema muuguzi ni mtu muhimu katika taifa, kuendelea kushirikiana jeshi la polisi pamoja na jamii nzima kuzuia uhalifu. Mipango amesema kuwa mara nyingi amani imekuwa ikiimarika kila siku baada ya vyombo vya ulinzi kushirikiana na wananchi sambamba na makampuni ya ulinzi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tunafurahi sana na tunapongeza sana kwa mwamko huu ambao jamii imeufikia na kuweza kuona ya kwamba kuna umuhimu wa kuungana na jeshi la polisi kwa swala zima la kudumisha amani. Makampuni haya binafsi ya ulinzi yamekuwa pia ni sehemu ya kuzuia uhalifu na kudumisha amani. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Majengo Jumanne Kazimoto amesema amani inaendelea kuimarika katika maeneo yao kwa sababu wana vikundi vya ulinzi shirikishi ambavyo vimekuwa vikipata msaada kutoka kwenye vyombo vingine vya ulinzi. Amani inaanza kwetu sisi wenyewe wananchi. Serikali niombe tu labda iendelee kutoa elimu kubwa kwa hasa kwa vijana kuhusu amani. Nchi bila amani hakuna maendeleo. Kwa hiyo tunajitahidi sana kutoa elimu. Pia tunavyo vikundi vya ulinzi shirikishi katika mitaa ambavyo tumeshirikisha wananchi wa marika yote, wa jinsia zote kuhusu masuala ya ulinzi. Nao baadhi ya wananchi, Prosper Stima na Rachel Ramadhani, wamevipongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuendelea kulinda mipaka ya nchi na kudumisha amani katika nchi. Niwapongeze sana walinda amani wote duniani kote, kwa sababu ni chachu ya kuleta amani katika ulimwengu huu. Sasa amani pamoja na kwamba ni dunia nzima, lakini vile vile lazima na hapa tulipo tuanzie hapa tulipo. Mipaka ya nchi kwa salama, wote walinda amani. Sasa hii ulinzi wa amani, kwa sababu hatujapata migogoro yoyote kuhusu masuala ya vita, labda kuona watu wameibiwa, kufanya mambo ya ujambazi nini. Siku ya kimataifa ya ulinzi wa amani kimataifa ilianzishwa Mei 29 mwaka 1981 na Umoja wa Mataifa, ikiwa siku ya kukumbuka na kuimarisha amani ndani ya nchi, baina ya mataifa na vile kwa wananchi. Hussein Mshenga, CGFM. Wauguzi mkoani Tabora wamehimizwa kufanya kazi kwa maadili na weledi ili kuwavusha wagonjwa na kuwa na taifa salama. Mwandishi wetu Fortina Mbawala anafafanua zaidi. Akizungumza na CGFM, muuguzi mkuu wa mkoa wa Tabora Faraja Maputa amesema muuguzi ni mtu muhimu katika taifa kwa kuhakikisha anatoa huduma bora hasa kwa wanawake na watoto. Muuguzi na yeye anakuwa na jukumu la kutoa huduma za kiuguzi,
kuhudumia wagonjwa. Anashirikiana pamoja na madaktari na watoa huduma wengine wa afya ili kurejesha afya ya mtu. Hapo majukumu kwamba anatakiwa kuhudumu kwa upendo, kwa huruma, kujali. Kwa sasa tunasema huduma staha. Anatakiwa kuhudumu hivyo ili mtu au mgonjwa apate ile faraja na apate kupona vizuri, kwa sababu hivyo ndio lengo. Amesema mkoa wa Tabora una jumla ya wauguzi 1269 ambao wanatoa huduma, hivyo amewataka kuwa wauguzi bora kwa kufuata miongozo na taratibu za Wizara ya Afya. Kwa upande wake, muuguzi katika zahanati ya Mienze wilaya ya Uyui, Fadhili Ferdinand, amesema kilichomvutia kuwa muuguzi ni kuwasaidia wanawake wajawazito na watoto ili waweze kuwa salama. Watu wa kwanza kumfuatilia mgonjwa toka anapofika kwenye huduma ya matibabu hadi kuruhusiwa. Pia ni waombe wauguzi tuendelee kuwavusha mama na watoto katika mikono salama ili kujenga taifa imara. Kilichonivutia kuwa muuguzi ni kuwasaidia hasa mama wajawazito na watoto ili wawe katika mikono salama, na katika kipindi cha ujauzito wao hadi kujifungua na kipindi baada ya kujifungua pamoja na watoto wao. Naipenda kazi ya uuguzi kwa dhati. Nao baadhi ya wanawake Happiness Kagusa na Joyce Elias wamewapongeza wauguzi kwa kazi kubwa ya kuhakikisha wanawake na watoto wanatoka salama wakati wa kujifungua, huku wakisisitiza kuwa na weledi kwenye kazi zao. Kama wauguzi wanatusaidia pale tunapokuwa na shida kama mwanamke. Kwa mfano, unapoenda mwanamke mjamzito, anakusaidia na kuelimisha kulingana na ile changamoto ulioenda nayo. Kama ni siku yako ya kwanza kwa ajili ya kliniki, anakupa elimu pia kwamba unatakiwa ufanye hivi kwa habari ya chanjo na dozi za kuzuia magonjwa kwa mtoto aliyeko tumboni kwao. Na nazidi kuwapongeza na kuomba wawe na moyo wa kutusaidia, kwa maana tunaenda wanawake tofauti. Kuna wengine wana elimu hiyo, wengine hawana, na wale ambao hawana hiyo elimu waelimishe. Kama vile tumeenda vile wanatusaidia kutuhudumia kwa wakati sahihi. Mimi nawashauri wafanye kazi kwa moyo mzuri na weledi. Maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani hufanyika Mei 12 kila mwaka, lakini mkoa wa Tabora umeadhimisha siku hiyo Mei 29 katika wilaya Sikonge, akiwa na kauli mbiu ya muuguzi wetu, mustakabali wetu, wauguzi waliowezeshwa huokoa maisha. Fortina Mbawala, CGFM. Jamii imetakiwa kuwapeleka shule watoto waliochelewa kuandikishwa au walioacha masomo kutokana na sababu mbalimbali na kuandikisha katika madarasa ya mpango wa elimu ya msingi kwa walioikosa MEMKWA ili kukabiliana na ongezeko la watoto wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu. Mwandishi wetu Christian Edward amezungumza na afisa elimu watu wazima halmashauri ya manispaa ya Tabora, Mwalimu Doto Gwambasa, katika mahojiano yafuatayo. MEMKWA tunachukua wale wanafunzi ambao wamechelewa kuingia shule, tunawezesha wasome kwa muda mfupi ili waweze kuendana na wenzao. Hii program anasoma kwa miaka 2 au mwaka mmoja kama atakuwa ni mwepesi kulingana na umri wake. Na hata kama akifanya mtihani darasa la 4 akifaulu, basi anaendelea. MEMKWA ni kuanzia umri gani mtoto anaanza kuhesabika kama mwanafunzi wa MEMKWA? Mtoto wa MEMKWA anaanzia miaka 7 mpaka miaka 14. Huyu ndio tunamchukua kama mwanafunzi wa MEMKWA. Kwa wanafunzi hawa wa darasa wa miaka 7 kuendelea mpaka 14, yawezekana wako wengi kwenye kila eneo. Je, kila shule ya msingi ina darasa la MEMKWA? Madarasa ya MEMKWA yapo sio katika shule zote. Mwanzoni zamani ilikuwa kila shule ilikuwa na kituo cha elimu ya watu wazima ambapo na MEMKWA ilikuwa lazima iwepo pale. Lakini hapa katikati hapa ilionekana kwamba ili kundi mtaani lilipungua sana. Na kwa maana lilipungua, kwa hiyo hata vituo pia vilipunguzwa, vikabaki vichache. Kwa manispaa yetu ya Tabora tunazo shule 20, vituo 20 kwa ajili ya elimu ya watu wazima ambao ni MEMKWA. Mwalimu, umesema vyema kwamba zamani walikuwa wengi, hapo baadaye katikati ikaonekana wamepungua na vituo vikapunguzwa. Hali ikoje sasa? Kwa sasa hivi uhitaji tena umekuwa ni mkubwa zaidi. Inaonekana kuna mlundikano mkubwa mtaani, kuna mlundikano mkubwa wa kundi hili ambalo walitakiwa wawepo shule lakini bado
wanaonekana wako mtaani. Yako makundi mawili ya watu wa aina hii ambao watoto wa aina hii wako mtaani. Wako watoto ambao kuanzia miaka 7 mpaka 14 ambao hawakuwahi kuandikishwa kabisa shule. Hilo ni kundi la kwanza. Lakini kundi lingine la pili ambalo limezuka tena zaidi, liko kundi ambalo watoto waliandikishwa shule, walianza shule ama darasa la kwanza, la pili au la tatu, baadaye wanakatisha masomo kwa sababu mbalimbali kama labda kumetokea chochote katika familia au uzembe wa wazazi kutowasukuma watoto kwenda shule. Kwa wimbi hili limekuwa kubwa. Ndio kwa maana sasa serikali imekuja na mpango huu kwamba imekazia zaidi na sasa inahamasisha jamii nzima kuwarudisha watoto wote ambao walikatisha masomo, warudi shuleni, waende kukamilisha mzunguko wao wa elimu. Hii itakuwa na maana gani au faida gani kwa mtoto aliyekosa sasa apate nafasi tena? Itapunguza wimbi kubwa la watoto wadogo kutumikishwa mitaani. Kwa sababu hawa watoto wanapokuwepo mtaani, wanakuwa hawana kazi. Inawezekana ni rahisi wao wenyewe kuanza kutafuta shughuli, kufanya kama shughuli za watu wazima, au wakati mwingine mtu mzima anaweza kaona kama huyu yuko luzi tu akaamua kumtumikisha katika kazi fulani. Lakini pia hata ukatili mdogo mdogo ule tutapunguza. Na hata hivyo hao watoto ambao wanalanda mitaani bila shughuli maalum ndio wanaozalisha tabia za wizi, ubakaji na tabia zingine zote ambazo hazifai. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wanajamii wote, wananchi wote, mtoto yoyote ambaye unajua alipaswa kuwepo shuleni na yuko mtaani, wakati wowote anapopatikana mwenye sifa hii aletwe shuleni. Ni afisa elimu ya watu wazima halmashauri ya manispaa ya Tabora, Mwalimu Mdoto Gwambasa, akikamilisha mahojiano na mwandishi wetu Christian Edward. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Serikali imetoa vibali 3114 vya ufugaji nyuki katika wilaya za Sikonge, Mlele, Kibondo, Kasulu na Kakonko kama sehemu ya dhana ya ushirikishaji wa jamii katika kutekeleza shughuli rafiki katika mapori ya akiba. Mwandishi wetu Emily Kasapa na undani wa taarifa hii. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma kwa niaba ya waziri wa maliasili na utalii, naibu waziri wa kilimo David Silinde amesema vibali hivyo vilitolewa kwa kipindi cha Julai-Desemba mwaka 2025, ambapo vimewawezesha wananchi wa mikoa ya Tabora, Katavi na Kigoma kujikwamua kiuchumi. Serikali inaendelea kutekeleza dhana ya ushirikishwaji wa jamii katika kuhifadhi rasilimali za wanyamapori na mazingira yake nchini kwa kuruhusu wananchi kutekeleza shughuli za kiuchumi ikiwemo uvuvi na ufugaji nyuki ambazo ni rafiki katika baadhi ya mapori ya akiba. Mathalan, jumla ya vibali 3114 vya ufugaji nyuki vilitolewa kwa wananchi 3354. Vibali hivyo vilitolewa katika mapori ya akiba ya Moyowasi 2625, Ugala 478, Rukwa 117 na Inyonga 136 kutokana na mahitaji ya wananchi wa eneo husika. Alikuwa akijibu swali la mbunge wa Sikonge Mhandisi Amos Maganga aliyetaka kujua ni lini serikali itatoa mapori ya akiba kwa ajili ya ufugaji, kilimo na urinaji wa asali katika jimbo la Sikonge. Katika maswali yake mawili ya nyongeza, mbunge wa Sikonge Mhandisi Amos Maganga alitaka kujua serikali imefikia wapi katika mpango wa kuwapa hekta 5,000 wananchi wa kata za Kipili na Nyahua kama ilivyoahidi miaka 5 iliyopita. Mwaka 2021 tume ya mawaziri wanane walizunguka katika nchi hii ili kubaini changamoto na migogoro hususan katika vijiji ambavyo vinapakana na misitu ya akiba. Katika wilaya yetu ya Sikonge waliweza kutoa kiasi cha hekta 5,000 ili ziweze kugawanywa kwa wananchi wa Nyahua pamoja na wananchi wa Kipili. Lakini mpaka tunavyoongea hivi sasa hilo eneo bado halijagawiwa kwa sababu ya ukosefu wa takriban shilingi milioni 500 ili kutekeleza mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo hayo. Je, serikali haioni sasa kuna sababu ya kutoa hizo shilingi milioni 500 ili kuwapatia hawa wananchi waweze kugawanywa maeneo? Akijibu swali hilo, naibu waziri wa kilimo David Silinde amesema serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii itakutana na halmashauri ya wilaya ya Sikonge kuona namna gani wanalifanyia kazi ombi hilo. Moja ya maelekezo ambayo tulitoa ni kwamba lazima eneo linalotolewa lipangwe na kuwe na matumizi sahihi ya eneo husika,
na halmashauri ilijikomiti kutoa shilingi milioni 500, lakini kutokana na changamoto hiyo nimthibitishie tu kwamba serikali itakaa pamoja na halmashauri pamoja na Wizara ya Ardhi na kutafuta namna bora ya kuweza kupata ufumbuzi wa jambo hilo. Kwa hiyo tutakaa pamoja as a team kabla hatujatoa jibu la mwisho ili tuweze kutoka vizuri katika jambo hilo. Wilaya ya Sikonge ina jumla ya mapori 9 na kati ya hayo yaliyo mengi ni mapori ya akiba, ambapo mbunge wa jimbo hilo Mhandisi Amos Maganga amekuwa akishauri yatumike kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Emil Kasapa, CGFM. Serikali imetangaza mpango wa mkakati wa kupanua mtandao wa usambazaji wa gesi asilia iliyobanwa CNG, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa nishati mbadala kwa vyombo vya moto na viwanda vidogo nchini kote. Taarifa zaidi na Nyamizi Mdaki. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema serikali kupitia shirika la maendeleo ya petroli Tanzania inaendelea na maandalizi ya kina ya ujenzi wa vituo vipya 10 vya kimkakati. Mkakati wa muda mfupi na kati unaoendelea ni pamoja na serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi kuendelea na maandalizi ya ujenzi wa vituo 10 vya CNG hapa nchini katika mkoa ya Dar es Salaam vituo 8, Mtwara kituo 1 na Morogoro kituo 1. Aidha, serikali kupitia TPDC inakamilisha taratibu za ununuzi wa vituo 5 vya CNG vinavyohamishika, yani CNG mobile stations, ambavyo kati ya hivyo vituo 2 vitawekwa katika mkoa wa Dar es Salaam, 1 mkoa wa Morogoro maeneo ya chuo cha ardhi na 2 mkoa wa Dodoma maeneo ya mji wa serikali Mtumba na Chakoni Chako. Alikuwa akijibu swali la mbunge wa Mtwara vijijini Arifu Premji. Amesema mahitaji ya nishati ya gesi yameongezeka kwa kasi kubwa kuliko wakati mwingine wowote kutokana na mwamko mkubwa wa kiuchumi na kimazingira miongoni mwa wamiliki wa magari, malori na mifumo mingine ya usafirishaji nchini. Kuhusiana na swali lako la pili, Mheshimiwa mbunge, ni kweli matumizi ya gesi ukilinganisha na matumizi ya mafuta, matumizi ya gesi yana gharama nafuu zaidi, na watu wanavyotumia gesi kwenye magari yao inawarahisishia na kuwapunguzia gharama kubwa ambayo inatumika kwenye mafuta. Lakini Mheshimiwa mbunge, unafahamu kupitia LATRA namna ambavyo wanakokotoa bei za nauli, factors ni nyingi. Kuna habari ya gharama za vipuri, kweli nishati inayotumika, gharama za uendeshaji, na kamati ile inakaa kwa ajili ya kujadili. Kwa sasa magari ambayo yanatumia gesi sio mengi kwa kiasi ambacho inaweza ikaathiri au ikachagiza kikokotoo kidogo zaidi cha nauli. Nakubaliana na wewe na mimi niendelee kuwahimiza wananchi tubadilisha magari yetu kwenda kwenye mfumo wa gesi ili kuweza kutumia nishati hii ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki sisi wa Tanzania, lakini ni nafuu zaidi kulingana na gharama ya mafuta. Kuongezeka kwa vituo vya gesi ya CNG mikoani kutasaidia kurahisisha safari za masafa marefu, hasa kwa malori ya mizigo na mabasi ya abiria yanayotumia ukanda wa usafirishaji kwenda mikoa ya ndani na nchi jirani. Nyamizi Mdaki, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Mahakama Kuu nchini Kenya imesimamisha mpango wa Kenya na Marekani wa kujenga kituo cha kuwaweka karantini wa Marekani watakaopata ugonjwa wa Ebola. Kwa taarifa zaidi, huyo hapa Isaac Justini. Mahakama Kuu ya Kenya imetoa agizo hilo baada ya chama cha mawakili nchini humo LSK na taasisi ya katiba kuwasilisha kesi mahakamani ili kushinikiza kusitishwa kwa ujenzi wa kituo cha kuwatenga wagonjwa wa Ebola nchini humo. Rais wa chama hicho Charles Kanjama amesema serikali imekiuka katiba kwa kuendeleza mpango huo bila kuwahusisha wananchi. Serikali inaleta kwa makusudi magonjwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kuingia nchini. Ni kitendo cha ubinafsi kwa serikali na pia ni unafiki mkubwa wanapotoa maelekezo kwa wananchi. Katibu mkuu wa huduma za afya nchini Kenya, Daktari Ouma Uloga, amesema serikali ya Kenya ina uwezo wa kukamilisha mpango huo bila kuhatarisha usalama wa Wakenya. Tunapoendelea kuwalinda Wakenya, hatuwezi kuacha wajibu na dhamira yetu kwa usalama wa afya duniani. Hili ni jambo ambalo tumefahamika kwalo kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, chama cha madaktari nchini Kenya kimetoa saa 48 kwa serikali kuwaeleza Wakenya kuhusu kituo hicho, huku wahudumu wa afya zaidi ya 900 katika hospitali za umma wakianza mgomo na wagonjwa waliolazwa wakilazimika kuondoka kwenye hospitali hizo. Isaac Justin, CGFM.
Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa na mashirika 40 yasiyo ya kiserikali yanaikosoa Uswizi kwa kuwarudisha kwa nguvu nyumbani waomba hifadhi kutoka Burundi. Uswizi ni moja ya nchi chache za Ulaya kutekeleza mpango wa kurudisha kwa nguvu nyumbani waomba hifadhi katika nchi inazoona kuwa salama. Hata hivyo, katika kesi ya Burundi inategemea uamuzi wake juu ya tathmini iliyopitwa na wakati ambapo nchi hiyo inashtumiwa kwa kuwanyanyasa raia, hasa wafuasi na viongozi wa upinzani. Kulingana na mashirika ya haki za binadamu, raia 11 kutoka Burundi, ikiwa ni pamoja na familia moja yenye watoto, walirudishwa nyumbani mwezi uliopita. Mmoja wa watu hao amesema alikimbia Burundi baada ya kuteswa gerezani kwa kupinga wanamgambo wa Imbonerakure, vijana kutoka chama tawala cha CNDD-FDD. Marekani na Irani zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kwa mara nyingine tuungane naye Isaac Justin kwa taarifa zaidi. Hata hivyo, Rais Donald Trump wa Marekani bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali vya Irani vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Irani. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Marekani na Irani, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari mwaka huu. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimetokea baada ya mfululizo wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Isaac Justin, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi mkoani Tabora wametakiwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kulinda amani kwenye maeneo yao. Wauguzi mkoani Tabora wamehimizwa kufanya kazi kwa maadili na weledi ili kuwavusha wagonjwa na kuwa na taifa salama. Na katika habari za kimataifa, mahakama kuu nchini Kenya imesimamisha mpango wa Kenya na Marekani wa kujenga kituo cha kuwaweka karantini wa Marekani watakaopata ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote uliowasikia, asante kwa kusikiliza na kutazama. Wewe uliyekuwa ukifuatilia YouTube kupitia CG Online TV. Jina langu ni Winifrida Ngasa. Themanini na 8.5